ni amri yake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Yohana Mtakatifu 14. Yohana Mtakatifu 14. Ukiangalia hapo mstari wa 15, hiyo ni amri yake Yesu Kristo. It is one of his commandments. Bwana asifiwe. Nataka nisomee tu nami nitasoma, ama utasoma kwa Kiswahili, ule atasoma kwa lugha nyingine. Haya, brother soma. Akoro ni munyendari mulimenyagirira mathani makwa na niĩ nĩngahora ithe witũ nake nĩakamũhe mũteithia ũngĩ aikarage na inyuĩ tene na tene, nĩwe Roho ũrĩa wa ma ũrĩa ũtangĩhota gwĩtĩkĩrwo nĩ kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, nĩgũkorwo gĩtimuonaga ona gĩtimũĩ. Inyuĩ nĩmũrĩmũmenya nĩgũkorwo nĩmũramũmenya nĩgũkorwo nĩatũire ona inyuĩ na nĩakamũikara o ngoro-inĩ thĩinĩ. Amen. Hebu soma hiyo tena kwa Kiswahili. Ukinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo tulisikia wakati ule mwingine kuna amri alizozitoa ambazo zilikuwa zake na sio zile amri 10 Mungu alizozitoa. Bwana asifiwe. Leo hii amesema hivi, mkinipenda, it is a commandment. Bwana asifiwe. Ni amri. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana asifiwe. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Haleluya. Kwa hivyo kuna jambo pale katika maandiko inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama humpendi hautazishika amri zake. Ni kazi bure dada na ndugu kuwa mbele ya kanisa ama kuketi ndani ya kanisa lakini haumpendi. Bwana asifiwe. Kuna wakati Yesu Kristo alisema hivi, eti watu hawakumpenda na mioyo yao, wanampenda kwa midomo yao tu. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ndiposa anakuja kuwatolea amri hii leo hii. Mkinipenda mtazishika. Msipompenda hamtazishika amri zake hata kidogo. Amen. Nami nitamuomba. Sikiza vizuri dada na ndugu. Unapompenda Kristo Yesu na kuzishika amri zake, naye kuna kitu anataka kukuahidia. Nami nitamuomba Baba. Haleluya. Naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Haleluya. Lakini kuna jambo au chanzo cha lile jambo ndiposa Kristo Yesu amuombe Baba. Amen. Haleluya. Ushike hii amri anaokuamuru leo hii, umpende. Bwana asifiwe. Na uzishike amri zake, naye atamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Bwana asifiwe. So ni kazi bure nakwambia, usipotenda lile jambo hata huyo msaidizi hutamwona. Bwana asifiwe. Hutamwona.
Watu wengi uliza au uomba. Nishasikia watu wengine wanaomba. Wanasema kwa jina la Mungu Baba na Mwana. Kwa jina la Mungu na Roho. Hawataji Mwana. Hakuna yeyote yule atamwona Baba katika kiti chake cha enzi asipopitia kwa Mwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amri hizi, tupende tusipende, ni sharti tupitie kwake. Amen. Na tuzishike hizi amri. Nafurahia sana kwa sababu kuna mahali maandiko yananiambia hivi: mpende mwana. Mwana yupi? Mwana Yesu Kristo. Na Mungu Baba atakupenda. Nao hao watatu watakuja kwako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. So masharti haya ama amri hizi anazozitoa, si umpende tu kwa mdomo, mpende kwa matendo pia. Haleluya. Jambo hili analoenda nalo mbele ya Baba ni kumuomba, ni kumsihi. Bwana asifiwe. Ni kumsihi ili atupatie msaidizi mwingine. Kwa nini? Kwa sababu aliambia mitume, sitakuwa nanyi hapa duniani daima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mahali anaenda. Amen. Kuna mahali leo hii yuko. Bwana asifiwe. Kuna mahali yuko, lakini tuna msaidizi. Sisi sio mayatima. Bwana asifiwe. Sisi sio mayatima. Bwana asifiwe. Tuna msaidizi ambaye yule msaidizi ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana asifiwe. Naye Mungu anatafuta nini? Wale wanaomba kwa roho na kwa kweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima kuwepo na roho. Yesu alijua, alifahamu, pasipokuwa na roho ni kazi bure, dada na ndugu. Mwili hauwezi, mwili hauna nguvu, mwili hauna uwezo. Ni udongo tu huu. Bwana asifiwe. Lakini yule aishie milele na milele anaombwa na huyu Yesu Kristo aliye mwanawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini mkinipenda. Bwana asifiwe. Kuna masharti, ni amri, mkinipenda. Haleluya. Nami nitamuomba Baba, atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Na hakuna waweza kukuondolea Roho Mtakatifu. Sio mimi, sio mtu awaye yote. Hata sio vile wahubiri ama wanasema baraka zako ziko kwa mkono wangu. Bwana asifiwe. Zina yeye yule apeanaye baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Si tukitaka kuleta baraka ziko hapa. Kuna yule anapeana baraka. Hicho huyo anayefanya vile ni chombo tu. Haleluya. Lakini sisi wote tuna roho mmoja ambaye mimi nina kiu kumpata na njaa. Haleluya. Ndio roho wa kweli. Bwana asifiwe. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mwamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haji kurandaranda. Bwana asifiwe. Wewe sikiza, msaidizi yuaja kwa ajili umetenda vile Yesu Kristo amekuamuru utende. Haleluya. Na anaangalia. Juzi kama wiki iliyopita kuna siku tulihubiri na mhubiri akasema hivi: Mungu huja kupigania utakatifu wake. Na utakatifu wake ukiwa ndani yako ndio anausikiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa in between kuna msaidizi. Haleluya. Na ndiposa unaona kwamba kama atakaa ndani yetu milele na hakuna ama hapana yoyote yule awezaye kuondoa yule roho. Bwana asifiwe. Unless wewe mwenyewe binafsi utende jambo ambalo ni chukizo. Bwana asifiwe. Chukizo ndilo linaweza fanya. Kumbukeni wana wa Mungu alipotoa wana wa Israeli katika nyumba ya utumwa kule Misri. Mungu Baba aliwaongoza mchana kwa wingu, usiku kwa nguzo ya moto. Na alipotenda hayo yote kulikuwa na roho. Bwana asifiwe. Aliyeandamana na kundi hili
Maana walipokuwa pale baharini wakivuka, maandiko yanasema Roho wa Mungu alitoka mbele. Bwana asifiwe. Akarudi nyuma, akasimama katikati ya wana wa Israeli na adui zao. Bwana asifiwe. Ilimaanisha nini? Hapa adui atapita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Inamaanisha hapa adui hatapita. Ni Roho msaidizi. Bwana asifiwe. Na kama vile lile jiwe lililopigwa na Mose, Bwana asifiwe, jiwe lile halikuondokea, haleluya, kule jangwani. Na ukitazama katika maandiko, lile jiwe ni nani? Ni Yesu alikuweko. Bwana pesi, the rock ile ilikuwa inatoa maji na wapatia maji. Yeye ndio maji ya uzima. Haleluya. Bwana asifiwe. Yeye ndio maji ya uzima. Maandiko soma vizuri tunaona ikisema kwamba halikuondokea, iliandamana pamoja na wao mpaka wafike kule Mungu amwahidia kufika. Huyu Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa sababu ya nini ulimwengu hauwezi kumpokea? Kwa sababu hampendi Kristo. Kwa sababu hataki kusikia masharti yake. Bwana asifiwe. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mwamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Roho huonekana kwa matendo, na Roho haji kujiinua. Roho huja kutukuzisha Mwenyezi Mungu, na asemi yake mwenyewe anasema yaliyo ya Mungu. Lakini kumbuka pia, Mungu aliwaahidia wana wa Israeli jambo. Mnapoenda katika hii safari, msimnugunishe Roho. Bwana asifiwe. Msimnugunishe Roho wa Mungu. Haleluya. Na hata msitukane, kwa sababu hamtasamehewa wakati huu tulioko au wakati ule ujao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho ni very sensitive. Amen. Mungu ni Roho, na anatafuta wale watu wanaomba kwa Roho na kwa kweli. Amen. Ni very sensitive. Hata unasema ni heri hata mdhihaki Mungu na Mwana, lakini sio Roho. Bwana asifiwe. Na atakuongoza, na tumeona akitenda, tumeona akiponya, tumeona akitutembelea, tumeona kwa miujiza mingi akija kufanya mambo ya ajabu. Bwana asifiwe. Mtu akiwa na Roho utaona ni mtu ana mambo adilifu, ana maadili. Bwana asifiwe. Sio mtu aliyepotoka, si mtu anaenda akipayuka. Ni mtu mvumilivu na mtimilivu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wajua, wakati tunaambiwa upendo wa Kristo Yesu, hii yote ni katika hali ya upendo wake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ndiposa anatuambia tumpende na tuzishike amri zake, na atamuomba Baba yake atawapa msaidizi mwingine, na ili akae nanyi milele hata milele. Je, Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, na kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mwamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Hapo ukiangalia kwa nani anasema, sitawacha ninyi mayatima, naja kwenu. Bwana asifiwe. Sitawacha mayatima, naja kwenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujue kwamba wakati ule Roho Mtakatifu, kumbukeni Mungu Baba na Mwana na Roho ni wamoja. Bwana asifiwe. They don't separate. Hawaachani. Mimi mambo ya Roho sitaki. Ukikataa mambo ya Roho, hauna Mungu na hauna Baba na hauna Mwana. Penda usipende. Haleluya. Ukikataa mambo ya Roho, hauna Mungu na hauna Mwana. Hata kama amekuumba, na hata kama jana alikupokeza mali, lakini leo hii umemuruka, hauna Mungu na hauna Mwana. Wote ni wamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunapotazama hapo Yohana Mtakatifu 15:12,
13. Rĩrĩ nĩrĩo rĩathani rĩakwa, Mpaka 14 pale. rĩrĩ nĩrĩo rĩathani rĩakwa, atĩ mwendane inyuene o ta ũrĩa niĩ ndĩmwendete. Gũtirĩ mũndũ wĩna wendani mũnene kũrĩ ũyũ, atĩ mũndũ arute muoyo wake nĩ ũndũ wa arata ake. Niĩ mũrĩ arata akwa, mweka maũndũ marĩa ndĩmwathaga. Okay. Fikisha kwa nini brother? Amri yangu ndiyo hii: mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Bwana asifiwe. Amri nyingine ndio hiyo. Haleluya. Amri yangu ndio hii: mpendane ninyi kwa ninyi. Bwana asifiwe. Ninyi kwa ninyi. Usiseme tupendane ukifika kule nyumbani huu ni moto ni diesel. Haleluya. Bwana asifiwe. Pendaneni ninyi kwa ninyi. Amri yangu ndio hii: mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Just like I love you. Bwana asifiwe. Mpendane vivyo hivyo. Bwana asifiwe. Na hiyo jambo wacheni tusisitize. Bwana asifiwe. Na tulitie mkazo. Samahani. Haleluya. Kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Bwana asifiwe. But jambo la kwanza, tupendane sisi kwa sisi. Bwana asifiwe. Mke wako mpende, mume wako mpende. Na upendo niliwaambia, wacha kwanza utoke nyumbani. Bwana asifiwe. Upendo, wacha kwenda kupenda marafiki zako kule nje wamesha vile unawapenda na nyumbani kwako ni moto. Bwana asifiwe. Zima huo moto uko nyumbani kwako. Amen. Kati yako na mke wako na watoto wako muwe kitu kimoja, baba, mama na wana. Bwana asifiwe. Kama vile Mungu alivyo na mwana na roho. Haleluya. Baba, mwana, baba na mama na roho. Amina wana. Bwana asifiwe. Muwe vivyo hivyo. Ndiposa mnapotoka nje, maandiko pale ilituambia hivi, watu wataona ya kwamba nyinyi ni watu wa Kristo. Bwana asifiwe. Si ati nyinyi wa Kristiano mmetoka kwa Kristo. Bwana asifiwe. Because love has to start from somewhere. Amen. Upendo lazima utoke mahali. Kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Na hakuna ati Kristo Yesu alitufia, alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo, nisaidie please, acha nipige futi. Amen. Ati upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa hivyo naangalia nikitazama pale. Kwa hivyo Yesu Kristo already hata akija kusulubiwa msalabani pale alikuwa rafiki yetu. Bwana asifiwe. Hakuwa rafiki wakati ule. Niulizeni kwa nini tawajibu. Kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu kwanza. Bwana asifiwe. Ndio akamtoa mwanawe wa pekee awe dhabihu. Bwana asifiwe. Ndio ausave ulimwengu. Bwana asifiwe. Naye rafiki huyu ambaye ni wetu wa karibu sana, yeye yule usema mimi ndani yenu nani ndani yangu. Bwana asifiwe. Ni rafiki kweli. And again, Yesu Kristo is our firstborn brother. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeye ni brother wetu wa kwanza mzaliwa. Bwana asifiwe. Ninapotazama jambo hili la huyu Kristo Yesu ambaye mara nyingi mimi unena kumhusu. Haleluya. Amen. Sio ana fitina.
Manake anasema hivi, ujue sababu ya kupenda, hatatoa hukumu kwa sababu ya kusikia fulani alifanya. Bwana asifiwe. Hatatoa hukumu kwa sababu alisikia ati alikuja kuletea mshene fulani alisema fulani anafanya. Na he is omnipresent. Bwana asifiwe. Yuko kila mahali, anaona, anafahamu yote na kuelewa yote. Si aliona Nathanieli chini ya mti na hapo pamoja naye, na akamwambia, wewe Nathanieli, nilikuona ukiwa pale chini ya mti, yaani mazungumzo yako niliyasikia na hapo pamoja naye. Je, kuna kitu kizuri tena toka kule Nazareti? Nazareti kulipoweza toka kitu kizuri? Kumbe Yesu hata akiwa kule alijua hayo yote. Bwana asifiwe. So he's everywhere, kwa kila mahali. Hata hapa dakika hii yuko kwa sababu ya neno lake, kwa sababu neno hili lake ni sharti litatimia. Amen. Neno lake ni sharti litatimia. Bwana asifiwe. Anaposema anasema hivi, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruvyo. Bwana asifiwe. Ni waamuruvyo. Si eti atakuwa rafiki yako na utende vile anavyokuamuru. Lazima kwanza utende anavyokuamuru. Scratch my back, I scratch your back. Bwana asifiwe. Nikune mgongo nami nitakukuna. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe ananena. Hebu ndarudia. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda nini? Ni waamuruyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tutende juu ya rafiki yetu. Wacha kukaa ukisema mimi sijui ni aje Mungu anataka na mimi nimefanya hivi, mimi kutoa matoleo yangu, mimi nimetoa sijui sadaka, nimetoa hata tithe yangu, sijui Mungu na je, moyo wako? Wajua moyo wakati mwingine unatukosea. Fikra, mawazo na kutafakari kwetu kubaya. Wakati Mungu anatuambia hivi, tuegemeze fikra zetu kwake. Si eti wewe mjinga ukiegemeza. Bwana asifiwe. Na mtakurudisha kwenye maandiko vile maandiko yalivyonena. Ukiangalia pale katika Kumbukumbu ya Torati nani inasema nini? Wakati Mungu anakuja kukutajirisha, Bwana asifiwe, kwa sababu hizi ni ahadi zake. Utajiri ni ahadi ya Mungu. Bwana asifiwe. Utajiri, wacha niwaambie dada na ndugu, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Lakini sitakwambia dada na ndugu, tuma pesa hapa kwa hii pesa ndio uende ukabarikiwe. Bwana asifiwe. Sitakwambia ati kila wiki hapa kuna petroli ya mchungaji, kuna wageni wa mchungaji, lazima mtoe makaa ya mchungaji ukamchome. Bwana asifiwe. Msahau ya nyumba ya mchungaji. Bwana asifiwe. Tazama yako. Bwana asifiwe. Nimekaa mbele yake. Haleluya. Kwa sababu wachungaji mlivyo maipo maumbo. Ni kweli? Jeremia imesema wachungaji wazee waitwa mbwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanakula kondoo wa Bwana na kuwavua manyoya yao na kuwanyoa. Bwana asifiwe. Eti atakapiwa kagonjwa haendi kumwangalia, lakini yeye anajivaa tu. Bwana asifiwe. Yeye anajivaa tu. Mimi nisimame mbele zenu nimevaa kasuti hivi, wewe unakuja hapa na kiraka. Watu nyaji. Bwana asifiwe. Haiwezekani hiyo. Bwana asifiwe. Ule ni wakati tulikuwa tunatoka Misri, tuvae hizo vitu. Bwana asifiwe. Tukitoka Misri tulikuwa na Bible. Bwana asifiwe. Lakini nitakuchallenge siku hii ya leo. Maandiko yamesema katika Kumbukumbu ya Torati 8 hivi, eti hata miaka 40 kule jangwani miguu yako haikuvimba na nguo zako hazikupasuka. Amen. Bwana asifiwe. Waweza kuwa hauna mambo mengi, lakini mavazi yako hayakupasuka. Sasa hii inaweza kuambia niende unitolee nguo yako labda ya miaka mingi sana ndani ya kabati yako. Si ni kweli? Na iko tu. Wewe unaenda pale sababu umekuwa na nyingi. Haya, niko na nguo nyingi kama hizo. Ona nikaa pages. Haya, kuisha. Si upatiane hii wewe. Ukiambiwa peana sivyo? Unataka kupeana, si ni kweli? Miaka 40 miguu yako haikuvimba na nguo zako hazikupasuka. Haleluya. Mungu kule jangwani
aliwalinda. Na hivyo hivyo ndio Mungu atakulinda mpaka ufike pale amesema hivi. Wakati utakapokuwa umekaa ndani ya nyumba yako ya mawe, umejenga sio hema. Mimi maandiko Torati hiyo inanifurahisha sana. Ati Mungu amekukulisha maana kwa mhebe ambazo wazazi wako hawakujua. Wanasifiwe. Ati wazazi wako hawakujua hiyo maana, lakini Mungu alikulisha. Wanasifiwe. Mavazi yako haikupasuka miaka 40. Nguo zako hazikupasuka brother. Viatu je navyo vilikuwemo tu. Kwani kulikuwa na ngozi inatengenezwa kule na mavazi yanashonwa kule jangwani. Wanasifiwe. Lakini Mungu alikuwa pamoja na wao. Wanasifiwe. Pale akasema hivi, nilikujaribu nikakutweza nione moyo wako vile ulivyo, kama utazishika amri zangu au la. Wanasifiwe. Fungua mwenyewe usome hapo uone. Nilikutweza nikakujaribu nione matendo yako vile yalivyo, nione vile ulivyo ndani ya moyo wako, vile utakavyotenda. Wanasifiwe. Nione kama utazishika amri zangu au la. Leo hii Kristo anasema hivi. Haleluya. Wanasifiwe. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Wanasifiwe. Vile inavyoamuru. Na pale aliposema hayo alisema, naye wakati utakapokuwa umejenga nyumba yako ya mawe na kukaa ndani yake, na kundi la ng'ombe nje, farasi na ngamia na wingi wa wafanyakazi. Wanasifiwe. Na unakula mikate na kushiba, na wewe usije ukasema eti ni nguvu zako. Bwana asifiwe. Ndio zimekupatia utajiri huu. Lazima useme ni Mungu amenipa utajiri huu. Bwana asifiwe. For surely amesema, for surely. Usiposema ni yeye, uanze kuabudu miungu ingine, ati vile ninavyokuondolea adui zako mbele zako ndiposa nikusimamishe. Oh my God. Bwana asifiwe. Ati vile ninavyofanya adui zako ndiposa nikusimamishe, nikufanye mambo haya yote. Kumbe Mungu anaondoa adui zako. Kwa haijalishi kama nikufa wanakufa ama wanaishi ama watakuwa viwete, lakini yeye anakuvukisha tena. Bwana asifiwe. Ndio anavyofanya adui zako. Bwana asifiwe. Ukianza kuabudu miungu mingine, sababu pesa ikianza kuingia hapa, utaanza kuabudu miungu mingine. Bwana asifiwe. Ati na wewe nitakufanya kama vile vile ninavyofanya adui zako. Bwana asifiwe. Usipofuata amri zake. Na nakwambia Mungu anatenda vivyo hivyo. Haleluya. Amen. Kule jangwani walikuwa wanaweka mahema, si kweli? Yeah. Lakini leo hii anaahidi nyumba ya mawe. Haleluya. Amen. Nyumba ya mawe dada na ndugu. Unaishi kwa hema sahihi. Lakini utatoka katika hiyo hema ya mwenyewe. Bwana asifiwe. Maana hiyo hema ya mwenyewe unaweza kuhama wakati wote wewe ukajenge hapo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe ukajenge nyumba yako ndio ukakae na watoto wako. Na ule na ule, kwa sababu na wewe utasema ni Mungu Baba amenibariki. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo nataka kualeta dada na ndugu, kabla twende mezani, tuwe na ushirika wake Yesu Kristo ulioshikamana. Ujiulize, nampenda Kristo Yesu kwa moyo wangu wote au kwa mdomo tu? Bwana asifiwe. Ni kwa mdomo tu. Mpende na moyo wako wote na nguvu zako zote. Haleluya. Uone baraka ya Mwenyezi Mungu ikishuka kwako. Sio vile watu wanadanganywa. Weka hapa utapata hii. Mbona huyo mchungaji hajaweka mwenyewe akapata? Ushajiuliza hivyo? Si ndio mchungaji? Mchungaji akwambia papo, mwenyewe hajaweka papo. Na hana mwingine aliambia mwingine aje, tupeni wekeni pesa zenu hapa. Na hiyo safari kwa mtashinda hiyo milioni 20 na yeye hajakula. Si niko ndio mchungaji ningeweka kama hiyo. Sijui kama ingekuwa niweke na kuja kwangu ndio nipate. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumeitwa tu wezi na Mungu. Matoleo mengine yote wacheni. Bwana asifiwe. Haleluya. Nyumba upate hivyo anavyosema utajenga ya mawe. Aseme ni hema.
aseme ni mbao. Bwana asifiwe. Na utatukuza Mungu wako naye atakuinua. Haleluya. Ili utoke katika hiyo nyumba za utumwa kila siku. Miezi 2, miezi 3. Haleluya. Haleluya. Maji na maji ni ya boho unafungiwa. Na boho ni kwako nje. Boho. Hey, watonya. Bwana asifiwe. Leo wacheni Bwana aje na njia nyingine. Haleluya. Na tumpende. Bwana asifiwe. Anasema hivi, sitawaita tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini nyinyi nitawaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu ni mwarifu. Haleluya. Oh Lord God Almighty. Bwana asifiwe. Hii sitawaita tena maneno. Sitawaita watumwa. Mwanake sasa hebu angalia, sitawaita watumwa. Nini Kristo anafanya? Je, unajua Mungu si kuondoa anaondoa, ni kuleta. Bwana asifiwe. Analeta on board, anabadilisha tu mpaka kile kiwango, ile namba itimie ya watu wake. Bwana asifiwe. Sitawaita tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, na mnajua kile anatenda. Bwana asifiwe. Tunajua siri zake. Amen. Nipendeni. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu sikia siri. Nipendeni. Na mshike gani? Yale ni amruyo. Bwana asifiwe. Fateni haya. Uone. Rafiki wa karibu. Hata akifanya visitation, akikutembelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Nasema haya kwa ajili tusipo kaa kwa Kristo Yesu, sijui tutakaa kwa nani. Haleluya. Tusipokaa kwake, sijui tutakaa kwa nani. Tutokeni katika umwili. Bwana asifiwe. Leo hii dada na ndugu, jua kwamba mimi hivi ndio nimepewa amri. Nimepewa amri yangu hivi. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mfanye hivyo. Ati anasema amri yake ndio hii. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana asifiwe. Alitufia. Haleluya. Akapigwa, akachibuliwa, akaibishwa, akabeba aibu zako zote pale msalabani, akasema it is finished. Na imagine Yesu Kristo wa upendo. Huyu mwana wa Mungu hakika. Yesu Kristo wa upendo. Mwivi amesulubiwa pamoja na yeye. Mwingine huku, mwingine huku. Hebu angalia ule wa madoido. Wewe kama nawe ni mwana wa Mungu, usitutoe na wewe, usitutoe na ututoe. Lakini yule mwingine anamwambia hapana bwana, acha dhihaka zako. Huyu mtu hajatenda jambo hata kidogo. Si ndivyo? Mwivi mmoja anamwambia, huyu hajatenda jambo lakini sisi tumetenda. Unajua huyo mwizi hakujua ni kuungama na ungama dhambi. Bwana asifiwe. Mbele yake Yesu Kristo. Mimi nimetenda dhambi, sisi tumetenda, lakini huyu hakutenda. Akamwambia Bwana, nikumbuke. Na akamwambia leo hii tutakuwa na paradiso. Amen. Menyakohea ikaenda wapi? Inaitwa menyakohea mwingine. Ni makohea, sorry. Hiyo ilienda hell. Sababu wewe si jicho yako na ututoe kama wewe ni mwana wa Mungu. Si ndio? Lakini yule akasema no. Leo hii kiri zako Bwana asifiwe. Nimetenda kweli Bwana, nikuhurumie. Ni ujerani Baba. Amen. Na umpende na uzidi kumpenda na uoneshe upendo hata kwa jirani yako huyo mkono yako. Bwana asifiwe. Na nimwarudia, hebu upende toke nyumbani. Bwana asifiwe. Ndani ya nyumba yako, baba, mama na watoto. Kama vile Mungu na Mwana na Roho Mtakatifu. Na Yesu alisema vizuri, nao watu wote watajua ya kwa nyinyi umetoka kwangu. Ninyi watu wangu. Kwa sababu ya nini? Ya matendo. Bwana asifiwe. Msio wale wa kupayuka. Haleluya. Wacheni leo hii, hata unapoombea nchi ya Kenya, unaposema jambo hili liondoke, kwa ajili ya upendo wa Mungu Baba aliyokupenda nao, wakati anaposikia kweli unalilia haki, Mungu anashuka. Amen.
Bwana asifiwe. Na haribu even in this country here. Kama sio haki inatendeka katika nchi ya Kenya, jambo hilo linaharibika. Bwana asifiwe. Na ni wewe mwenyewe kusema. Amen. Ukisikia anakuambia sitakuita mtumwa tena, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Bwana asifiwe. Yes, hata kukuta maid wengine kwa nyumba maid, hajui kile mtumwa wake bwana wake anafanya. Bwana asifiwe. Hajui mpango wake. Unasema wewe huku sisi hatuongei. Wewe usema tuna kidole. Na wewe kwa kidole kila sababu every day hiyo ni routine. Sivyo? Sivyo? Unafanya kazi. Lakini kumbe huyu mwana wa Mungu anataka kutufungulia jambo lingine jipya ndani yetu ili tuweze kuelewa. Bwana asifiwe. Anapokuambia mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini nyinyi nimewaita rafiki. Rafiki hujua mapenzi yake rafiki. Bwana asifiwe. So hata huyu atajua mapenzi yangu ni yapi. Haleluya. Sababu nimekuwa wake wa karibu. Nimekuwa mtu wake, naye rafiki wangu wa karibu. Ndani yangu nami ni ndani yake. Naye kwa Mungu Baba. Na hapa imagine yeye ana intercede. Anatuombea kwa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno hilo dada na ndugu, kuna mahali inanifikisha, sababu inasema hivi. Ati kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu angalia, Yesu Kristo hafichi. Kila kitu Yesu Kristo alilosikia kwa Mungu Baba from heaven, kwa sababu anatuombea. Bwana asifiwe. Anatuarifu sisi. Kupitia wapi? Roho wake Mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho yupi? Roho wa kweli, roho msaidizi, roho wa ushauri, roho wa hekima, ufahamu na maarifa. Bwana asifiwe. Na hayo yote akishatujuza hayo, nini kingine tunataka? Hapo akawaambia hivi, si ninyi mlionichagua, mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Bwana asifiwe. Hauko hapa by accident. Leo hii elewa hivyo. Hapo kila mkate dada na ndugu, hauko hapa by accident. Bwana asifiwe. Yeye yule ambaye tunamtaja dakika hii, yeye amekuchagua wewe. Bwana asifiwe. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Signed, sealed and delivered. Bwana asifiwe. Sasa tutaja nini nyingine leo hii dada na ndugu? Kama vile mchungaji alisimama hapa akasema nini? Sasa si kwenda pale. Baba sasa njoo. Oye, ona Karioki. Ona nani njoo baba huyu. Bwana asifiwe. Karioki kama hapo haki na nini? Bwana asifiwe. Mimi nakomesha hilo jambo lake. Kama ni haki, Bwana asifiwe. Si ati kila mtu naona, ndio kuna watu waliambiwa ati kila utafunga hapa duniani, funga kabisa. Lakini unabariki kabisa. Lakini ile unafunga zaidi hata kubariki. Si ndio? Kwa sababu unataka kuwa juu. Bariki hata nguvu zako. Bwana asifiwe. Barikiwa. Be blessed. Moyo safi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Moyo safi. Kwa sababu Baba ameniambia kitu fulani. Si kumchagua mimi, lakini alinichagua mimi. Bwana asifiwe. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nini Mungu anangojea kwangu? Nini Kristo anangoja kwangu? Kazae matunda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Scratch my back, I scratch your back. Kuna mgongo wangu na ikukune wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, si matunda ya kuoza. Bwana asifiwe. Ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Kwa hivyo upendo times upendo plus upendo au upendo. Bwana asifiwe. Don't divide it. Bwana asifiwe. Usigawani. Times upendo. Hallelujah.
Hiyo ndio amri anataka tusikie leo hii. Bwana asifiwe. Na tutaona. Nawe endo kazae matunda. Bwana asifiwe. Yeye ni kazae matunda. Ukikuta brother yako mahali fulani, brother unamwambia Kristo anatenda. Kristo anafungua. Kristo anafanya. Bwana asifiwe. Si ukiona kielewa sema acha mjinga huyo. Si tumwambia tuache kutana ujinga. Si ndivyo? Hata watoto. Haleluya. Iko hata mwingine mama anasema niita mtoto wake ni dena. Piga kwa dena huyo. Oje wakinya. Bwana asifiwe. Paka huyo mtoto unakuwa ni dena. Haleluya. Unaita mtoto Bwana asifiwe. Hebu naishia hapo. Haleluya. Nimeanza hivyo kwa sababu of the love of Jesus Christ ambao anatupenda nayo. Bwana asifiwe. Na sisi lazima nasi tumpende na nipendane na ndugu zangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na dada zangu wa karibu ambao ni nini? Bwana asifiwe. Na hata wale wengine wanakuja hapo ambao ni nini? Na leo hii tuko na dada na ndugu yetu, pastor na bibi yake. Bwana asifiwe. Amekuwa brother na sister yetu. Nisikumjua, sijai kumuona tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe na jambo kama hili. Haleluya. Na ndugu hawana gawi. Wacha niwaambie. Ndugu na dada hawana wivu. Wivu ni kifo. Naambia leo, wivu ni kifo. Jealousness is death. Jealousness inaweza fanya nikaua huyo ndugu. Bwana asifiwe. Na kile nikimuua asikule mali yake, haitakuja kwangu. Si kweli? Yake ni yake, ya huyu ni ya huyu. Bwana asifiwe. Kile nimebarikiwa ni changu. Bwana asifiwe. Haleluya. Si muishi kama vile Kristo apendavyo na tukae kama vile anavyotuamuru leo hii. Bwana asifiwe. Haleluya. Niposa lolote lile mnamwomba Mungu Baba kwa jina lake awapeni. Haleluya. Kwa sababu ya upendo uwe nani leo hii na hata milele. Amen and amen. Hallelujah.